Ni sehemu ya 138 mwendelezo wa Hamza, na tulipoishia sehemu ya 137 ni baada ya kuona kuna mapigano kati ya babu wa mababu anayejiita Zinga pamoja na Hamza, na Zinga alimwambia kwamba Hamza, nguvu yangu ya nishati inaweza kuingia katika vitu vyote duniani, hata kama iwe ni nguvu ya nishati au nguvu ya kusudi, ina uwezo wa kupenya na kuathiri. Hivyo haijalishi unatumia silaha au unatumia mwili wako, hakuna wa kuzuia nguvu yangu kupenya na kuathiri. Kwa hiyo utaishia kupitia mateso makali sana ya huyu mzee kijana, aliongea Zinga. Na Hamza naye aliinua kichwa chake, akabitua mabega yake na kuchezesha kichwa, akasema ya kwamba kama uliosema ni kweli, kama siwezi kuizuia basi sina haja ya kuizuia. Samara baada ya Zinga kusikia kauli hiyo, mapigo yake yalienda mbio sana na aliingia katika hisia ambazo alishindwa kuzielewa. Na nikukumbushe msikilizaji, Wahinde usiendelee kuwachukulia poa, kwa sababu wana kete zao za siri. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Singano JR. Basi ni muda ule macho ya Hamza alianza kucheza kiasi cha kutoa msisimko mkubwa sana wa kutisha. Hamza alichezesha mkono wake na kutoka kwenye pete silaha mbalimbali zenye maumbo tofauti na rangi zilizotoka zote zilikuwa zinatoa msisimko wa kutisha. Kutokana na tayari kulikuwa na silaha nyingi zilizokuwa zimezagaa, hakuna aliyeelewa kama Hamza alikuwa ameongeza kiasi gani. Muda huo Hamza alikuwa ameshikilia silaha iliyokuwa na muonekano wa kipekee, iliyokuwa ikitoa mng'ao wa rangi nyeupe na kisha ikaonekana kana kwamba iligeuka nyeusi kwa wakati mmoja. Alipofyatua silaha hiyo hewani, ulisikika mluzi wa ajabu ukitembea angani. Karibia wazee wengi wa uungu wa kale walikuwa na uzoefu. Mara baada ya kuona silaha ambazo Hamza ameziita, muonekano wao, rangi yao na aina ya msisimko vilikuwa vitu wakungu hao walivijua kulingana na historia. Jumbe alisema ya kwamba ile silaha mkononi mwake, kwa nini inaonekana kama ile maarufu ya upanga wa kudhibiti kivuli? Aliongea Jumbe aliyekuwa akiangalia kwa mbali kwa hali ya kutokuamini. Sasa Mbezi akajibu ya kwamba angalieni tena zile silaha mbili zilizo nyuma yake. Moja ni ya kijani na nyingine ni ya blue. Muonekano wao unanifanya nikumbuke nishawahi kuona silaha za muundo ule kwenye moja ya vitabu vya silaha za kihistoria. Ziwa akasema ya kwamba achana zile mbili pekee, kuna zile nyingine pia zinaonekana kutokuwa za kawaida. Ni aina ya silaha ambazo zilipotea katika historia kimaajabu sana. Hasina akajibu ya kwamba sina uelewa sana wa silaha, lakini naona kati ya silaha zake kuna ambazo zinaonekana zina historia ya tamaduni za mataifa nje, ambazo ni hazina kubwa kwao. Sasa sijui inakuwaje zikawa mikononi mwake na sijui hata anazihitaji. Basi baada ya kuongea hivyo, Hasina Ziwa aliongea tena akasema kwamba mtoto anaonekana kuwa na bahati sana, au ni simba mkongwe ndiye kampatia hizo silaha. Lakini mkongwe hajawahi kuonekana akitumia silaha za kihistoria pia. Sasa muda huo yule bwana Kilindima ambaye alikuwa kimya muda wote alitoa kicheko kilichojaa ishara ya kejeli. Wazee wengine wa uungu wa kale waliishia kumwangalia kwa kutokuridhika naye. Hasina upande wake alionekana kuwa katika mudi nzuri, na pale akauliza kwamba tena tukizungumzia masuala ya silaha, Comrade Kilindima, hii ndio sehemu yako, unacheka nini au tumefanya makosa kwa tulivyoongea? Kilindima akasema, mimi nilicheka kuona kwamba mmejua kwa kuchelewa yule mtukutu uwezo wake wa matumizi ya silaha si wa kawaida kuliko mnavyodhani. Kila mtu alijikuta akibakia kimya, na pale pia waliweza kuona ni kweli hawakuweza, ni kama hawakuweka umakini kwenye namna Hamza anavyotumia silaha na aina ya silaha hizo kwa sababu ya wingi wake. Hasa muda huo ni kama mkale Kilindima alipata mudi ya kuongea, na pale akaanza kwa kuongea kwamba kwanza kabisa yale maumbo nane ya silaha yaliyotengenezwa upya yameundwa na silaha za kihistoria ambazo wote tumeishia kuzisoma katika vitabu pekee, na ile silaha ambayo alimrushia Tengu inaitwa silaha ya ukiwa wa nyota 7. Mimi mwenyewe sina uelewa imekuaje akawa na silaha zote hizi, lakini kitu cha kuelewa ni kwamba anamiliki silaha zenye historia za ajabu dunia nzima. Aliongea hivyo Kilindima. Baada ya Kilindima kuongea hivyo,
Wazee hawa waungu wa kale mara baada ya kusikia maneno hayo ndio kwanza walianza kushangaa. Walionekana hawakuwa wamelifahamu hilo, licha ya kwamba silaha alizotumia Hamza zilionekana kutokuwa za kawaida. Sasa muda huo, mara baada ya Kilindima kuongea maneno hayo, aliwafanya wazee hao kuangalia silaha alizokuwa akitumia Hamza kwa kutaka kuzielewa. Sasa pale pale walianza kugundua karibu silaha zote zilionekana zilikuwa za kale, na nyingine zilionekana zilikuwa zimepitia vipindi vingi sana vya matambiko. Sasa muda huo upande wa Hamza alikuwa amekwisha kuachia pigo kwenda kwa Zinga. Muda ule Zinga alihisi ni kama anakosa kuona vizuri mara baada ya Hamza kufyatua silaha ile ya upanga wa kivuli. Sasa swala hilo lilimshtua na mara moja alitumia ngao yake ya kinyimfu kukinga wimbi hilo la msisimko wa silaha. Zinga alikuwa kwenye levu ya ukuzi wa ufunuo, hivyo uwezo wake wa kujihami ulikuwa ni mkubwa sana, na kukinga shambulizi la Hamza hakukumshangaza. Lakini ni muda ule aliweza kugundua Hamza alikuwa amebadilisha engo ya mashambulizi kwa wakati mwingine, na alishtushwa na spidi aliyokuwa nayo Hamza. Aliona bwana huyo hakuwa na mbinu yoyote ajabu aliyokuwa akitumia, lakini ni kama vile bila sababu ya msingi tu alikuwa na spidi kubwa. Sasa Hamza alionekana kana kwamba ni sinema inayopelekwa mbele, na kilichoweza kusikika ni mapigo yaliyofuatuliwa na kupanguliwa kwa wakati mmoja. Upanga wa kivuli alioshikilia ulikuwa ukiibua nguvu ya kusudi iliyokuwa na spidi kama radi. Zinga alijikuta akiishia kujihami peke yake kwa kuimarisha nguvu ya ngao, akikinga mashambulizi ya Hamza. Mara baada ya Hamza kuachia mashambulizi ya upanga kwa zaidi ya mara 10, silaha yake ile ilionekana kana kwamba imekosa nguvu na spidi yake kupungua. Mara baada ya Zinga kuona jambo hilo, alishia kufurahi moyoni. Ingawa ilichukua muda kukabiliana nayo, lakini bado silaha hiyo aliweza kuingizia uchawi wake na kuitawala kiasi cha kukosa nguvu. Hata hivyo Hamza hakujali sana. Mara baada ya kuona silaha hiyo imeanza kusita mkononi, alitupa pembeni na kisha kabeba upanga mwingine na kufyatua kumlenga Zinga. Nguvu iliyobebwa na upanga uliofuatia na ugumu wa kuingilia utendaji kazi wa silaha hiyo ulimfanya Zinga ukata tamaa. Hamza upande wake alikuwa katika hali ya utulivu mkubwa. Ingawa aliweza kugundua uwezo wa kuchawisha wa Zinga ulikuwa mkubwa, lakini ulitegemea aina ya silaha na utengenezaji wake. Kawaida silaha inapoingiliwa na nguvu ya nishati ni kama inakuwa nzito kwa yule anayeitumia. Lakini kwa silaha hizo ambazo utengenezaji wake pengine ulitumia mbinu zisizo za kawaida, ndio maana zikaitwa za kihistoria, zilipata uzito baada ya kutumika kwa muda mrefu. Sasa utajiri ambao Hamza alikuwa nao ni kuwa na silaha hatari za kihistoria. Muda huo uwezo wake ulikuwa umeongezeka sana, na hiyo ilimpa uwezo wa kutumia silaha za aina nyingi kupitia pete. Kwa uwezo ambao alikuwa nao Zinga, Hamza aliona hakuhitaji hata zaidi ya silaha 3 kumfanya bwana huyo kuchoka kabisa. Bila shaka Hamza alikuwa na njia nyingine ya moja kwa moja kumuua mkale huyo, lakini kutokana na uwepo wa wazee wa uungu wa kale waliokuwa wakiangalia kila alichokuwa akifanya, wazee ambao hakujua kama ana urafiki nao au wadui, hakutaka kuonyesha karata zake zote kwa ajili tu ya kudili na Zinga moja kwa moja. Sasa mara baada ya kuzuia mapigo zaidi ya 20, Zinga aliweza kuona kama ikiendelea hivyo anakwenda kupoteza. Hivyo pale pale aliona ajiweke rehani kuumia, huku wakati mmoja akiamsha zaidi nguvu yake ya nishati. Basi Zinga pale pale alisukuma viganja vyake vya mikono na wimbi la nishati ya ubaridi likatoka kama vile maporomoko ya theluji yanayotaka kumfunika Hamza. Hamza alikwisha kutegemea jambo hilo, akiwa na uso uliokuwa na utulivu kama maji ya mtungi. Pale pale na yeye aliamsha nguvu ya nishati kutumia upanga. Nguvu ile nishati katika hali ya kusudi ilikwenda kuvana na shambulizi la Zinga na kutibua wimbi la barafu kwa kulikata vipande viwili na kusambaa. Hali ya mgawanyiko haikuongezeka kukua kwa kusudi, bali iliongezeka nguvu ya mapigo katika kutumia nishati ya mbingu na ardhi. Hivyo Hamza katika kutumia kusudi kushambulia, nguvu kubwa iliongezeka kutoka kwake. Sasa muda huo ni kama sasa nguvu ya kusudi ya Hamza ilikuwa na uwezo wa kusambaratisha kila jaribio la Zinga kutaka kumtawala kifahamu kwa kutumia nishati zake. Hata kama aliweza kupenyeza uchawi wake kidogo, hakukuwa na athari zozote. Nia ya Zinga ilikuwa ni kuongeza gap la umbali kati yake na Hamza ili aweze kubadilisha staili ya mapigano na kutumia nguvu yake kutafuta ama kuweza kumaliza uwezo wa Hamza.
lakini pigo lake liliishia kupanguliwa. Na mbaya zaidi, Hamza alimsogelea zaidi na kumshambulia. Hali hiyo sasa ilimfanya kuwa katika machafuko ya nafsi. Sasa Hamza kwa mara nyingine aliamua kutumia mbinu ile ya sanaa ya kuchezesha mapanga. Muda huo alitumia mikono yake, huku sasa akiwa ameshikilia zile silaha zenye nguvu ya msisimko mkubwa, na kumfanya Zinga kuona mbinu hiyo ni mlango wake wa kifo. Hamza alisema ya kwamba jaribu kutawala silaha zangu hizi tena, na kuhakikishia nikifanya mapigo 10 tu utakuwa umeshakufa. Msikilizaji, ukweli ni kwamba hakuwahi kutumia silaha za kihistoria katika mashambulizi kwa kutumia silaha cheza. Maana hiyo mbinu ambayo kwa ameitoa hapo ni mbinu ambayo aliita nguvu ya kusudi isiyopingwa, silaha cheza. Mara nyingi alitumia mbinu hiyo kwa silaha za kawaida pekee. Sasa Zinga kuona silaha hizo zikizunguka kwa kasi, zikimsogelea kwa namna ya kushindwa kupangua, alijikuta akifubaa uso na alishia kurudi nyuma kwa haraka. Alionekana kuteseka mno na hata nguvu yake nishati mwilini ilionekana kumpungua. Ilikuwa wazi kwamba uwezo wake wa kupenyeza ufahamu wake kwenye silaha ungewezekana, lakini alihofia kwamba mpaka akiweza kuzitawala silaha hizo kinishati atakuwa amekwisha kupoteza nguvu zake zote na kuuliwa kirahisi. Sasa Hamza pia alikuwa ameona udhaifu wa uwezo wa Zinga. Bwana huyo alikuwa na uwezo wa kutawala silaha au kitu chochote cha kukitii, lakini uwezo wake huo ulikuwa dhaifu mbele ya aina ya kitu kilichoundwa kwa malighafi nyingi na nguvu za ziada. Mfano wake ni hizo silaha alizotumia. Hasa muda huo watu wa familia ya Kihinde macho yao yalitaka kutoka kwenye matobo ya fuvu. Mara baada ya kushuhudia namna ambavyo Hamza alikuwa akishambulia, ni kama waliona hakuna uwezo ambao babu yao Zinga angeweza kukabiliana na silaha hizo. Hasa upande wa watu wa bondeni walikuwa wakishangilia kwa hamasa kubwa. Watu wa uungu wa kale walionekana kuwa na hali ya ugumu wa kuamini. Wengine walikuwa na sura nzito usoni, huku wengine wakiwa katika hisia zisizoeleweka. Sasa muda huo sauti ya kuchanika iliweza kusikika. Lile gwanda la kinishati lilokuwa akijikinga nalo Zinga lilionekana kushindwa kuhimili zaidi na kuchanika. Baadhi ya nishati ya nguvu za kusudi iliishia kutua katika mikono ya Zinga na kufanya sasa ianze kutoa damu nyingi sana. Sasa mara baada ya kuona Zinga alikuwa katika wakati mgumu sana, Tengu aliona hapaswi kuendelea kutulia tu. Aliona kumpoteza kiongozi wao wa kifamilia lingekuwa pigo kubwa sana, hivyo pale pale akakata shauri. Akiwa na nia ya kimauaji usoni, alifyatuka kuelekea upande ambao watu wa bondeni na Regina walikuwa wamesimama, huku sasa akiamsha nguvu yake kubwa na kukunja ngumi kipupwe. Aliona kwamba kwa sababu asingeweza kumshambulia Hamza, alipaswa kufanya shambulizi la kumfanya ashindwe kuendelea kumshambulia ndugu yake. Ingawa muda huo ilionekana kama macho ya Hamza yalikuwa kwa Zinga pekee kupambana naye, lakini kama mtu aliye na uzoefu mkubwa wa mapigano, hisia zake pia zilikuwa katika kulinda watu wake. Hivyo sekunde ambayo Tengu alifanya jaribio hilo, Hamza alikushagundua. Alishagundua sana tu. Alimwambia kwamba oya, unajitafutia kifo eh? Aliongea Hamza. Hamza alikasirishwa mno na jaribio lile. Silaha aliyokuwa ameshikilia iliyotaka kumshambulia Zinga ilibadilisha uelekeo na kufyatuliwa. Ingawa alifanya kitendo chepesi sana, madhara yake alikuwa ni ya kushangaza. Nguvu ya kusudi iliyokuwa kubwa kama mlima ilitoka na kwenda kuvaana na wimbi la nishati ya ngumi ile. Mara baada ya kupangua, ilikwenda kuuvaa mkono wa Tengu. Tengu alitaka kujaribu kumshambulia Regina, pisi ya Hamza, na alifanya hivyo ili kumwokoa ndugu yake. Hivyo alikuwa hajaweka ulinzi. Afu kubwa zaidi ya kutegemea kama Hamza angekuwa na muda wa kufanya shambulizi la kumzuia kwa umbali uliokuwepo baina yao. Tengu alijikuta akipoteza mkono. Damu nyingi zilimtoka huku akipiga ukelele mkubwa sana. Mara baada ya kuona tukio hilo, muonekano wa Zinga ulifubaa. Alitamani kuzuia pigo hilo kumsaidia nduguye, lakini alijua asingefanya kwa wakati, hususan mbele ya Hamza. Hamza kutaka kumsamehe tena bwana huyo kwa kitendo cha kutaka kugusa watu wake wa karibu, ikiwa ni pamoja na pisi Regina. Aisee, hicho kitendo kilikuwa ni tusi kubwa kwake. Hivyo pale pale aliachia pigo lingine.
Hamza alifyatua silaha iliyokuwa mikononi mwake kwa mara nyingine, na nguvu ya kusudi kubwa ilikata anga kama radi na kumsogelea Tengu. Wimbi lile la nguvu ya kusudi mara baada ya kupita aliposimama Tengu, kilichoonekana hewani ni michirizi ya damu pekee. Kichwa cha Tengu kilionekana kupasuka. Zaidi ya watu 1000 waliokuwepo hapo walijikuta wakivuta hewa ya ubaridi. Miili yao iliwatingishika kwa hofu kubwa. Ni kama hawakuamini Hamza kwa kutumia mapigo mawili tu ameweza kumuua babu yao aliyekuwa katika levo ya ukuzi wa ufunuo. Ukweli ni kwamba pigo alilokuwa amerusha Hamza halikupaswa kumuua, lakini kitendo chake cha kurupuka ndicho kilimkwamisha, kwani alishindwa kujiwekea ulinzi. Hata pigo la pili kama angekwepa angefanikiwa, lakini alishia kuzubaa na matokeo yake akapoteza uhai. Lakini haikuwa swala la kumlaumu, kwa sababu spidi ya Hamza akiwa katika hali ya mgawanyiko ni kitu ambacho Tengu asingeweza kuendana nacho. Sasa wazee wa uungu wa kale wa Kihinde, licha ya kushuhudia swala hilo na kushikwa na hasira kali, hawakuthubutu kusogea. Ukinzani ambao Hamza aliwaonyesha na uwezo wake wa matumizi ya silaha uliwafanya wajawe na haya usoni kwa kujiita wazee wa kale. Wazee wengine wa uungu wa kale waliokuwa wakiangalia vita hiyo waliishia kuwa na hisia mchanganyiko. Nasabihu akasema ya kwamba ukoo wa Simba hakika unastahili kuwa ukoo wenye nguvu kati ya uzao wa watu wa uungu wa kale. Mimi nidhani baada ya kuondoka kwa mkongwe ungekosa nguvu, lakini sikutegemea kungebuka mtu mwingine hatari. Bihu aliongeza Sogole akajibu ya kwamba huyo mtoto angekuwa katika maelewano mazuri na familia yake ya mzee, pengine angerithi nafasi ya babu yake Simba. Jumbe kwa sauti ya masikitiko akasema ya kwamba inasikitisha tu kuona Tengu na uwezo wake mkubwa aliofikia ameishia kufa kifo cha namna hii. Sasa mzee Ngwalundi aliishia kuonyesha ishara fulani, huku wakati mmoja akiongea maneno kadhaa ambayo ilikuwa ni dhahiri alikuwa kisali kwa ajili ya safari ya Tengu kwenda kuzimu. Asabihu akasema ya kwamba nashindwa mpaka sasa kujua mwisho wa uwezo wako. Hisia zangu zinaniambia kabisa bado ana uwezo alioficha. Kalongevo Bihu akajibia kwamba unajua, kitendo cha Tengu kutaka kushambulia familia ya Hamza kilikuwa ni sawa na kucheza na sharubu ya simba, na matokeo yake ameyapata. Kwa tabia hasira leo kwa nayo Hamza, mimi na wasiwasi kuna uwezekano ukua familia hii ukafikia mwisho leo. Sasa Asina akasema kwamba tokea zamani mpaka sasa sisi watu wa uungu wa kale haturuhusiwi kuingilia masuala ya familia nyingine. Hii ni vita ya kifamilia, tutaishia kuangalia tu bila kufanya chochote. Ziwa akasema Asina, hebu acha kuongea maneno ya kinafiki. Si useme tu huwezi kuingilia hii vita kwa sababu huna uwezo wa kupambana na huyo mtoto. Huyo Hamza mwenyewe inaonekana anapigana, lakini macho yote yapo juu ya tutakachofanya. Aliongea Ziwa. Wazee hao walikuwa na hali tofauti usoni. Ilikuwa kweli kwamba kwa uwezo aliokwisha kuonyesha Hamza hawakupaswa kumchukulia kama mtoto tena. Asa Mkalembezi akasema ya kwamba sema nyewe mnaonekana kuichukulia poa familia ya Wahinde. Kwamba kwa namna ambavyo familia hii imekuwa na nguvu, kwa vita ndogo tu tayari wamekwisha kufikia mwisho wa uwezo wao. Aliongea Mkalembezi. Asa upande wa Kilindima aliyekuwa ameegamia sanamu la kasa hakuongea chochote. Ni macho yake pekee alionekana kuwa katika hali ya uvivu tu. Zinga kwa kutegemea kafara aliyotoa ndugu yake aliweza kujiweka mbali kidogo na Hamza, lakini uso wake ulikuwa mzito kama wingu la masika. Mara baada ya kumwangalia Hamza aliyezungukwa na silaha za kihistoria bila hatia ya kumuua ndugu yake, Zinga alijawa na mwamko mkubwa wa kutaka kumuua. Sasa Zinga alisema ya kwamba wana ndugu, sikilizeni amri yangu. Kaeni katika safu ya mto wa kiapo, kisha uweni maadui wote kulipa kisasi cha ndugu zetu walioondoka. Sauti ya Zinga ilikuwa na hisia kubwa za kuvunja moyo, zilizopelekea familia kujawa na hasira kubwa na ukatili. Ndugu yao Tengu alikuwa sehemu ya uzao wa kizazi chao na waliishi naye kwa upendo kwa miaka mingi. Hivyo mara baada ya wazee wa uungu wa kale wa familia ya Wahinde kusikia hivyo, mioyo yao iliwashtuka.
Walijua kwamba mpaka hatua hiyo Zinga alimaanisha kwamba yeye peke yake hamwezi Hamza, hivyo anahitaji kutumia nguvu ya siri ya familia ili kumuua. Ndio walipofikiria gharama itakayotokana na matumizi ya safu hiyo ya mto wa viapo, wazee hao wote sura zao ziligeuka na kuwa nzito. Mmoja wa wazee wa uungu wa kale aliuliza kwamba, kaka, tukitumia mbinu hii ya safu ya mto wa kiapo, tutaweza vipi kupambana na familia za koo nyingine? Aliongea hivyo akiwa na machozi usoni. Hata hivyo, wazee hao wa kale walijua fika kwamba kwa hali iliyokuwepo hawakupaswa kufikiria ajayo, bali kukabiliana na iloko mbele yao kwanza. Bila kusita, wote walifanya maamuzi ya kutumia mbinu yao hiyo ya siri, na mmoja baada ya mwingine walitumia uwezo wao na kwenda katika namna ya pembe nne wakimzunguka Hamza na watu wake. Hasa muda mfupi tu wazee hao wa kale zaidi ya 10 wote walijikusanya katika makundi 6. Kama ungeweza kuangalia mpangilio wao kutoka juu, ungegundua umbo ambalo wametengeneza lilikuwa ni la ajabu mno. Mara baada ya wazee hao wa kale kukaa katika nafasi zao za safu, pale pale wote walitoa vitu vya rangi ya bluu walivyokuwa navyo. Vitu ambavyo vilikuwa vidogo zaidi ya ukucha wa mkono. Vilionekana kuundwa na aina fulani hivi ya mawe kama fuele. Hasa Hamza mara baada ya kuona swala hilo, alijikuta akishindwa kujizuia na kengele ikalia kichwani mwake. Ilikuwa ni hakika kwamba familia hiyo ilikuwa na karata yao ya siri waliotaka kucheza. Ingawa Hamza hakuelewa walimaanisha nini kwa kusema safu ya mto wa kiapo, hisia zake zilimwambia lazima itakuwa ni mbinu ya mapigo makali sana waliokuwa nayo Wahinde, mbinu ambayo pengine ndio inayowafanya kuogopeka mbele ya familia nyingine. Sasa Hamza mara baada ya kuona vitu alivyokuwa navyo mkononi vya aina ya mawe ya rangi, alizidi kushangaa na akajiuliza, vyema vile mbona ni kama zile fuele alizopata kwenye lile kaburi la kale? Aina ya fuele ambazo zilionekana kubeba nishati ajabu. Sasa Hamza alikuwa ameficha mawe yale ya fuele kule kisiwani kwake. Ni kwamba tu mawe yale ya kwake yalionekana kuwa makubwa kidogo kuliko yale yaliyoshikiliwa na wazee hao. Lakini bado wazee walionekana kuwa nayo mengi zaidi katika hifadhi yao. Sasa Hamza alijiuliza kwamba inamaanisha na hao wazee wana hizo fuele na wanajua jinsi ya kuzitumia. Ingawa Hamza alikuwa na shauku na safu hiyo aliyokuwa akijaribu kutengeneza, alijua yupo katika swala la kifo na uhai. Hivyo hakutaka kuwaona wakikamilisha safu hiyo kirahisi, na matokeo yake mara moja alifyatua upanga wake akiwalenga wazee wawili waliokuwa karibu yake. Sasa Zinga muda wote alikuwa akimwangalia Hamza. Mara baada ya kuona jaribio hilo la kutaka kushambulia wenzake, naye mara moja aliachia pigo akiwalenga Regina na wengine waliposimama. Hamza alijikuta akiwa hana jinsi zaidi ya kutengeneza ngao ya kusudi na kukinga shambulizi la Zinga. Muda huo Zinga ni kama hakuwa na aibu tena, na aliendelea kutuma mashambulizi kuelekea kwa Regina na wenzake. Regina na wengine waliokuwa na wasiwasi muda wote walikuwa katika hali ya tahadhari dhidi ya wazee hao waungu wa kale. Lakini hata muda huo walipoona wakichukua hatua, walishindwa kujua cha kufanya. Zinga alisema ya kwamba, mvulana, chini ya safu yetu ya mto wa kiapo, tofauti na wanafamilia walioamsha damu zao, wengine wote tutawaua. Hata hivyo usiwe na wasiwasi, nitahakikisha mke wako anaendelea kuwa salama na tutamtunza vizuri tu na kasa wake pia, aliongea Zinga. Mara baada ya kuongea hivyo, mara moja naye alifungua kijifundo cha nguo kwenye kiuno chake, akachoropoa fuele ndogo, kisha akapanua mdomo wake na kuimeza. Sasa Hamza alishangaa na kujiuliza, yani amemeza hilo jiwe? Hamza alijiuliza tena kwamba inamaanisha kumbe hizi fuele ni za kuliwa. Inawezekanaje hivyo? Hamza alisema hata kama jiwe hilo lina nishati, isingeweza kusharibiwa kirahisi. Kama mtu anao uwezo wa kula jiwe na kisha kusharabu nishati yake, kuna haja gani ya watu kuvuna hiyo nishati sasa? Hata hivyo, muda ule mara baada ya Zinga kumeza jiwe lile, muonekano wake ulikuwa wa mtu anayepitia maumivu. Nishati ya kinyimfu iliyokuwa mwilini mwake ililipuka kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyokuwa mwanzo. Zinga alipiga ukelele kwenda angani, macho yake yakitoa miale ya mwanga wa bluu. Miguu yake ilianza kuzama chini ardhini na kutengeneza nyufa
kuweza kumzunguka. Sasa pale pale mwanga uliokuwa kama baruti ulifyatuka kutoka ardhini na kwenda angani, ukimzingira Zinga kwa kiwango kikubwa cha nishati. Hamza aliweza kuelewa bwana huyo alikuwa akihatarisha mwili wake ili kutegemea fuele ile aliyomeza kuongeza nguvu ya uwezo wake. Hata kama mwili wake ungedhurika na baadaye kufariki, kama ni kwa ajili ya ukuu wa familia yake, asingesita hata kidogo. Muda huo huo, upande wa wale wazee wengine wa Kihinde walianza kuamsha nguvu zao za nishati, lakini wao hawakumeza fuele zile. Badala yake waliingiza nishati zao za mbingu na ardhi kwenye mawe yale na kufanya yatoe mwanga mkali wa miale ya borit 7 zilizopaa hewani na kuungana na miale ya mwanga iliyokuwa ikitolewa na Zinga na kutengeneza miale 7 ya upinde iliyoangukia alipo Zinga. Ni muda ule, katika eneo la kati la kuzunguka kila sehemu wazee hao waliposimama, lilitengeneza kizimba cha barafu kikubwa mno kinachozunguka. Yaani kufumba na kufumbua tu. Hali kali ya ubaridi ilianza kutokea ndani ya kizimba kile na kufanya eneo lake la katikati kugeuka sehemu ya ardhi ambazo baridi yake ilikuwa imepita jotoridi hasi la kawaida. Himidu kwa nguvu sana alisema ya kwamba kila mtu amshe nguvu zake za nishati na sogeleaneni pamoja. Aliongea hivyo Himidu akiwaamrisha wenzake waliokuwa ndani ya safu hiyo pia. Wazee wengine wa bondeni walikuwa na uzoefu. Mara moja waliamsha nguvu zao za nishati na kisha wakazisambaza ili kuzuia hali ya ubaridi mkali iliyokuwa ikitoka kuathiri wasiokuwa na mafunzo ya nishati. Hata hivyo, jotoridi lilizidi kuporomoka na kusababisha hali ya ubarafu mkali. Matokeo yake, nguvu zao za nishati zilikuwa kama nguo za kujikinga na baridi tu, ikimaanisha kwamba kadri baridi itakavyokuwa kali haimaanishi hawezi kufa. Kati ya wote, Genduleza ambaye alikuwa na uwezo wa juu wa kinishati alihisi presha kubwa. Gamba aliyebebwa na Genduleza alitetemeka na hakuthubutu kabisa kusogea. Ilionekana wazi wazee hao waungu wa kale walikuwa wakikopa nguvu kwenye mawe yale ya ajabu ili kubusti uwezo wao wa nishati kutengeneza safu hiyo ya ajabu. Sasa Hamza aliona anapaswa kuharakisha kuharibu safu hiyo. Vinginevyo, ikiendelea hivyo, ni muda mfupi tu baadhi ya watu wake wangeanza kufa na baridi. Hasa mara moja aliamsha uwezo wake wa kusudi na kutaka kushambulia wazee hao ili wasiendelee kuimarisha safu hiyo. Hata hivyo, nguvu yake ya kusudi ilitegemea silaha. Muda huo karibu silaha zake zote zilizokuwa ndani ya safu hiyo zilikuwa zimeganda na zilipaa kwa shida sana. Na kulikuwa na kundi kubwa la silaha zilizodondoka chini pia. Hivyo hata baada ya silaha zile kusogelea wazee wale, zilishia kukosa nguvu na kubwa zaidi zilishia kuzuiwa na mwanga ule wa nishati. Hamza alijikuta akishangazwa na jambo lile na kujiuliza kwamba inamaanisha safu hiyo ilikuwa na nguvu kiasi kwamba nguvu yake ya kusudi katika hali ya mgawanyiko haikuwa na nguvu. Hasa ni muda ule Hamza alijiambia kwamba ndio maana watu wengi walimwambia familia hiyo ilikuwa na karata yao ya siri, kumbe ndio hii. Basi Hamza akaambiwa kwamba we mjinga, hebu acha kupoteza nguvu yako. Ukishakuwa ndani ya safu yetu ya mto wa kiapo, kila kitu ndani yake kinazama katika hali ya ukiwa. Hata iwe silaha itaishia kudondoka kwenye mto wa barafu. Zinga pale pale alipiga hatua mbele akimsogelea Hamza. Mwanga wa barafu ulikuwa umejiunganisha kwenye mwili wake kutoka pande zote. Macho ya Hamza alisinyaa. Aliweza kugundua mkandamizo aliokuwa nao Zinga ulikuwa si wa kawaida. Hata hivyo, aliweza kugundua kwamba kila alichofanya Zinga kilionyesha kuathiri nguvu ya safu nzima. Hasa Hamza pale pale aliweza kugundua sababu ya yeye kumeza jiwe lile. Ni kwa ajili ya kuwasiliana na mawe mengine 7 waliokuwa nayo wazee wale. Kwa ufupi, yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa kiini cha safu nzima. Sasa Hamza mara baada ya kuona namna miale ile ilivyoenda angani na kuangukia aliposimama Zinga, pale pale alikuwa na uhakika yeye ndiye kiini cha safu. Hivyo jambo moja tu aliloweza kuona afanye ni kuhakikisha anamdhibiti Zinga ili kuharibu safu hiyo. Hasa maamuzi hayo Hamza alifanya haraka sana na kisha pale pale akakanyaga ardhi ya ubarafu na kumsogelea Zinga. Kwa kuzingirwa na safu pande zote, ilikuwa ni ngumu kwake kukusanya nishati ya mbingu na ardhi kuachia pigo la ukiwa. Hivyo njia pekee aliyoona inafaa ni kukaribiana na Zinga
na kupambana naye kwa ukaribu na mapigo ya kusudi kwa kutumia staili ya silaha cheza. Sasa Hamza alikusanya nguvu zake na kisha akaamsha nguvu yake ya kusudi na kuisambaza kwenye silaha zake, akizichezesha huku sasa akimlenga Zinga. Sasa muda huo Zinga aliamsha gwanda lake la nishati ambalo lilionekana kuwa na nguvu mara nyingi zaidi ya mwanzo. Mara baada ya Hamza kurusha mapigo kadhaa mfululizo, Zinga aliweza kuyapangua yote kwa mkono wake tu. Zinga akiwa na hasira kali alirusha ngumi nzito iliyobeba nishati kubwa mara 3 kuliko mwanzo na kwenda kuvaana na Hamza. Hamza alijikuta akipokea pigo lilomrudisha mita kadhaa nyuma na kumfanya dondoke chini ardhini. Kisha akaishia kusimama kwa sarakasi. Hasa muda ule Zinga aliyekuwa na hasira kali hakutaka kumpa nafasi ya Hamza kushambulia, kwani ghafla tu alishamsogelea na kusimama mbele yake. Kisha Zinga akasema ya kwamba barafu ya mkono wa maangamizi. Zinga alisukuma mikono yake na pale pale wimbi la barafu ya nguvu ya nishati kama viwembe hivi liliamka. Hamza muda huo alikuwa na kundi kubwa la silaha ambazo zilionekana kuwa nzito kiasi cha kumpelekea kushindwa sakuzi, yani kama kujitengenezea ngao. Sasa Hamza alishia kuachia pigo la kusudi. Lakini licha ya kuzima shambulizi hilo, nusu nyingine ilipita na kuuvaa mwili wake, ikamfanya aanze kutokwa na damu nyingi kila mahali kama mtu aliyepigwa chale mwilini. Matone yale ya damu yaligeuza vipande vyeupe vya barafu kuwa vyekundu. Watu wako wa Kihindi mara baada ya kushuhudia hilo, nje ya safu walijikuta wakijawa na furaha kubwa. Ni kama sasa waliweza kupata tumaini jipya baada ya kuona Hamza ameathirika. Upande mwingine, wazee wa ungu wa kale walionekana kushangazwa na jambo hilo. Asa Sogole akasema kwamba ukuu gani alionao Zinga Ni kwa namna gani Wahindi wana nguvu ya aina hii ya kimauaji? Aliongea Sogole, macho yakichanua. Bihu akajibu ya kwamba wametumia nguvu ya mawe wakaunganisha na nguvu yao ya damu ya asili na kisha wakatengeneza kiapo ili kumuongezea nguvu mwenzao Zinga ili aweze kumuua Hamza. Aliongea Bihu akiwa na uso serious. Akaambia kwamba na hakika kwa yote, yani kwa mtu yote aliyefikia level ya ukuzi wa nafsi hawezi kuvunja hiyo safu. Hasina akasema kwamba ni bahati pia safu hii inahitaji kafara kubwa, hivyo hawezi kuitumia kwa muda mrefu. Kitendo cha Zinga kumeza jiwe la nishati, mwili wake utadhurika. Mara wenzake wakiondoa msaada wao wa kinishati, kuna uwezekano akafa au akawa kilema. Aliongea Hasina. Sasa Mbezi alielezea akasema kwamba unapaswa kujua ile safu ni ngumu kuivunja ukiwa ndani yake. Kwa kutaka kuwaua watu waliotengeneza ni ngumu sana. Kadri wazee wanavyopandisha uwezo wao, ndivyo jiwe la nishati linavyotoa nguvu yake, na ndivyo kizimba cha safu huimarika zaidi. Kwa hiyo hapa njia pekee ya kuharibu safu hiyo ni kutafuta tu namna ya kumuua Zinga, ambaye ndiye muhimili mkuu wa safu yote. Bila yeye safu yote itakosa nguvu. Alielezea hivyo Mbezi. Na baada ya Mbezi kuongea hayo, Hasina akasema kwamba ila haiwezi kuwa rahisi. Mimi nadhani mpaka sasa Hamza anakwenda kuelewa, licha ya kuwa na nguvu bado hawezi kushinda dhidi ya Wahinde. Alongevu Hasina akaambia kwamba mara baada ya Zinga kumeza jiwe, uwezo wake umeongezeka sana kwa kipindi kifupi. Alafu kubwa zaidi, anapata ongezeko la nishati kutoka kwa wenzake na jiwe lenyewe. Basi Bihu akaambia kwamba Comrade Bihu upo sahihi. Hata kama sisi wote hapa tuwe ndani ya safu ya Zinga, yani tuwe ndani ya safu na Zinga au anajihami pekee pasipo kushambulia, hatutakuwa na uwezo wa kumaliza. Yaani hapa tutaisha tu kusubiri tu mpaka pale jiwe la chaji ya nguvu za kiroho litakapoishiwa na nguvu zake, ndipo tutoke. Basi Jumbe akasema kwamba jamani, mpaka kufikia hatua hii Wahinde wamekwisha kuamua kutumia nguvu zao zote. Haijalishi Hamza atakuwa na nguvu kiasi gani, nguvu yake ya kusudi haiwezi kumshinda Zinga ambaye anapata ongezeko la nishati kutoka kwenye jiwe. Bihu akajibu ya kwamba sema mpaka hapa nguvu ya familia ya Wahinde itakuwa imeshuka sana. Familia ya ukoo wa Chui na Phoenix wanapaswa kuwa na furaha. Aliongea Bihu. Hasa muda huo Jumbe na Hasina waliishia kuwa na hali isizoelezeka. Hawakuongea chochote, lakini bila kupenda walimwangalia Kilindima. Muda huo Kilindima alionekana akiruka kutoka kwenye jukwaa la kasa na kisha akatua chini. Macho yake yote yaliangalia kizimba kile cha safu ya kiapo. Akiwa na macho ya mwewe, alionekana kuwa katika hali ya kwaza. Sasa Jumbe kwa tabasamu akauliza kwamba Comrade Kilindima, unataka kuharibu safu ya mto wa kiapo?
Asabihu na Asina wote walimwangalia Kilindima juu ya kila alichokuwa akitaka kufanya. Kilindima akajibu ya kwamba kwani mnaonaje? Aliongea Kilindima sasa akiwaangalia pasipo hisia zozote. Jumbe akajibu ya kwamba Comrade Kilindima, kama mwenzetu Zinga amepigana mpaka kufikia hatua hii, ukijumlisha na kufahamiana kwetu, nadhani hupaswi kuingilia bwana, au unakosea? Aliongea Jumbe. Mkale Kilindima alishia kusugua kidevu chake kana kwamba kinamwasha. Kisha akasema ya kwamba bado sina uhakika juu ya ninachotaka kufanya. Asambezi akasema ya kwamba umekwisha kuchelewa kutoa msaada. Sidhani yule mtoto Hamza ataweza kuepuka kifo. Basi msikilizaji, ni muda huo waligeuza macho yao kwenye uwanja wa vita, na pale pale waliweza kushuhudia Hamza akiwa katika mtihani mzito. Kutokana na Zinga kupata nguvu isiyoisha kutoka kwenye mawe ya chaji za nguvu za kiroho, alipata booster kubwa sana ya uwezo wake wa kinishati, na aliendelea kumfurumua Hamza kwa ngumi, tena ngumi zilizokuwa zinatoka ni zile ngumi kipupwe kwa kasi kubwa sana, kiasi kwamba Hamza alibananishwa na kuishia kukinga mashambulizi pekee. Katika hali hiyo ya mazingira magumu aliyokuwepo Hamza, mbinu yake ya hiari haikufanya kazi vizuri kabisa. Mapigo yake ya kusudi pia hayakuwa na nguvu ya kuweza kumshambulia Zinga. Sasa Zinga akasema ya kwamba ukiamua kuwa na uadui na Wahinde, mwisho wake utaishia katika kifo. Aliongea Zinga ambaye muda huo mwili wake wote ulikuwa ukitoa miale ya mwanga wa blue, kama vile amegeuka na kuwa mungu wa barafu. Sasa kutokana na kupata chaji ya kiroho kutoka kwenye fuele zile, aliweza kukusanya kiwango kikubwa cha nishati ya mbingu na ardhi. Pale pale aliamsha upao wa ghadhabu wenye nguvu ili kumbananisha Hamza katika eneo moja. Sasa mara baada ya kufanikiwa, pale pale aliumba ngumi kipupo nyingine nzito zaidi, kisha alimshambulia Hamza moja kwa moja akimlenga usoni. Hamza uwezo wake wa utimamu wa mwili ulikuwa mkubwa, alafu kijumlisha sasa na nguvu ya kusudi kama kinga yake, alishia kuonekana kana kwamba amegeuka barafu. Lakini wakati huo huo aliweza kutumia nguvu kupangua pigo hilo. Ingawa Hamza aliweza kulizuia, nguvu ya shambulizi ilimfyatua na kumrudisha mita kadhaa chini, akatua juu ya barafu na theluji. Asa muda huo mwili wa Hamza ulikuwa na majeraha mengi, pamoja na vidonda vyake vilishindwa kupona kutokana na hali kali ya ubaridi. Safu hiyo haikumzuia tu kwa nguvu, bali pia iliathiri mzunguko wa damu yake na kumfanya kushindwa kupona hata kama alikuwa na uwezo. Hasa mara baada ya watu wa Hamza kuona akipambana katika mazingira ya baridi kali namna hiyo, ingawa wote walikuwa wameshikwa na baridi kiasi cha midomo yao kutengeneza nyufa, mioyo yao ilijawa na hamasa kutaka kumsaidia. Regina na Irene hawakuogopa baridi, lakini mara baada ya kuona Hamza akijeruhiwa kwa namna hiyo, walishikwa na wasiwasi mkubwa mno. Genduleza alishikwa na hofu kiasi kwamba alimtoa gamba aliyekuwa amejificha kwenye mkono wa shati lake na kumweka kwenye mkono, kisha akasema kwamba mlinzi mkuu, hebu nenda ukamsaidia Hamza. Sasa mara baada ya gamba kuambiwa hivyo, alishia kurudi tena kwenye mkono wa shati la mikono mirefu la Genduleza. Gamba alionekana wazi hakutaka kujihusisha na hiyo vita, kwani hakuwa na uwezo wa kuivunja safu hiyo. Sasa Gamba aliona kabisa adui aliyekuwa mbele yake alikuwa na nguvu mno kuliko wale aliyokutana nao kwenye lile shimo na kuwaua. Sasa wazee wa uungu wa kale pia walijikuta wakijawa na hisia nzito. Haikujalisha Hamza alikuwa genius kiasi gani, hawezi kushindana na safu hiyo nguvu za nishati. Wahinde walikuwa wakisifika kwa historia na urithi wa rasilimali nyingi za dunia, na sifa hizo hazikuwa za bure msikilizaji. Muda huo familia ya Wahinde ilikuwa katika hamasa kubwa, tena wakishangilia kabisa anguko la Hamza. Zinga alipiga hatua tena kumsogelea Hamza na kutengeneza pigo la kinishati kwenye mkono wake. Uso wake ulikuwa umebadilika na kuwa blue, huku sasa akiwa na michirizi meusi usoni. Ilionekana wazi ni athari za kumeza jiwe lile la chaji za nguvu ya kiroho, likianza kuharibu mwili wake taratibu. Lakini angalau chini ya msaada wa nishati za ndugu zake alikuwa na uwezo wa kuendelea kupigana. Sasa Hamza alikuwa amesimama huku mwili wake ukicheza kama mlevi. Pua zake zilikuwa zimejaa ukungu wa theluji ya pumzi yake mwenyewe, huku sasa mikono yake ikionekana kukakamaa kama mfupa. Hamza akasema kwamba hii noma sana, sikudhani mngeweza kunifikisha katika hatua hii. Aliongea Hamza sasa akijutia kwa dharau wazee hao wa Kihinde. Mwanzoni alidhani angeweza kumaliza pambano hilo kwa kuwaua, ila mahesabu yake aliyapiga vibaya. Sasa Hamza akaambiwa kwamba mtukutu, usiwe na wasiwasi. Mimi mzee siwezi kuona ukifa kirahisi.
Kabla hujafa nataka kuonyesha namna watu uliokuja nao wanavyogeuka masanamu ya barafu mmoja baada ya mwingine. Mara baada ya kuongea hivyo, pale pale aliachia pigo la nishati kwenye mkono wake kuelekea eneo waliosimama wanawake wake. Hamza kuona hivyo, macho yake alijawa na ukali. Kwa hasira sana, aliruka sarakasi huku sasa akiachia pigo la kusudi lililokwenda kupangua shambulizi lile. Zinga akasema kwamba bado tu unazo nguvu za kulinda wengine, aliongea Zinga, kisha kwa midomo ya kejeli pale pale alimfurumua Hamza na ngumi kipupwe. Hamza alishindwa kuepa ngumi ile. Mara baada ya kumpiga, alifyatuliwa mara 2 hewani huku sasa akitema damu nyingi. Aliporudi chini, alishia kulegea na kupiga magoti juu ya barafu. Midomo ya Hamza ilijaa damu, na mara baada ya kugusa mbavu zake alijua 2 zilikuwa zimevunjika. Regina mara baada ya kuona Hamza akipokea pigo la namna hiyo, alihisi ni kama moyo wake unakatwa vipande. Alipomwona Hamza akiwa katika hali mbaya, alijikuta akipoteza, yani ni kama akipotezea kila kitu, na pale pale sasa akakimbia kuelekea alipo Hamza. Safu hiyo hali yake ubaridi haikuwa na athari kwa Regina aliyekuwa ameamsha damu yake ya urithi, lakini kwa bahati mbaya nguvu zake zilikuwa chache mno kutoa msaada wote kwa mume wake. Hasa kitendo cha Regina kufanya maamuzi ya kwenda kumwokoa mume wake. Medio alisema tu kwamba shemeji usiende. Irene akasema dada Regi. Kila mtu alimpazia Regina sauti ya kumzuia, lakini mwanamke huyo hakujali tena kuhusu kwenda kumwokoa mume wake. Regina alikimbia mpaka mbele ya Hamza, kisha akamkumbatia na kugeuza kichwa chake akimtolea macho Zinga, kisha akasema kwamba ukithubutu kumuua nitajiua na mimi. Tuone utapata wapi uwezo wa kutumia kitabu kisicho na maandishi. Zinga alikuwa ndio kwanza amejipanga kuachia pigo la kumaliza kazi, lakini alijikuta akishindwa kujizuia na kushangaa. Aliona wazi kwa Regina alikuwa ameamsha urithi wa damu yake, pengine kati ya mwanaukoo ambaye damu yake ilikuwa imeamka kwa kiwango cha juu, basi Regina. Hey, wife, unafanya nini hapa? Rudi mara moja, rudi. Mara baada ya kuona mwanamke huyo kwa namna isiyotarajiwa akisogea na kutaka kumlinda, Hamza alishindwa kujizuia na kuishia kutoa tabasamu la uchungu, lakini kwa wakati mmoja moyo wake ulihisi joto la hisia. Ilikuwa ni kwa bahati kwamba Regi alikwisha kufikiria mbinu hiyo ya wordless book kama njia ya kutishia. Regina kibishi sana akasema kwamba mimi sirudi, kama unataka kufa ni bora tufe wote. Machozi yake yalikuwa akimetameta kwa machozi. Hamza alijikuta akikosa usemi. Alijiuliza, kwani akasema saa ngapi anataka kufa? Saa ngapi Hamza anataka kufa? Ina maana mwanamke huyo haamini kwenye uwezo wake, ama kwa nini hajiamini? Kwani Hamza amesema atakufa jamani? Hafi. Hata Genduleza alihisi Hamza hawezi kupona. Ukweli ni kwamba hawakuona vita ambavyo Hamza alipigana dhidi ya Sali. Hawakuona. Nadhani wewe mwenyewe tu msikilizaji ndio uliyeshuhudia vita iliyopigwa dhidi ya Sali mpaka Hamza akawa mzee. Zinga alishia kutoa sonyo, kisha mara baada ya kufikiria aliongea akasema kwamba hata kama nisipoweza kutumia hicho kitabu, huyu mzee lazima alipize kisasi cha ndugu zake kwa kuua wasaliti wote wa damu ya nyefu. Regina akasema kwamba kama kweli unataka kuniua na kama kweli unaifikiria familia yako, basi unapaswa kuomba nisife leo hii. Mmepigana vita kali na mume wangu leo na mmepata hasara kubwa sana. Bila msaada wangu na kitabu kisicho na maandishi, mtaweza vipi kushindana na familia nyingine za ungu wa kale baadaye? Anaongea Regina. Mara baada ya kusikia maneno hayo, Zinga alijikuta akishangaa. Maneno ya Regina yaligusa wasiwasi wake wa muda mrefu. Pale pale alijua fika baada ya formation hiyo ya safu ya mto wa kiapo ikizima, moja kwa moja kulikuwa na uwezekano akapoteza uhai au akapata ukilema. Sasa je, ndugu zake watakaobakia watakuwa na uwezo wa kupambana na koo nyingine kama Kiphoenix, Chui na hata ukoo urithi Simba? Asa mmoja kati ya mababu aliye kwenye safu aliongea kwa nguvu akasema kwamba kaka Zinga, usiwe na huruma, kama tusipowaua hawa leo hii ni sisi tunaokwenda kufa. Basi ni muda ule ghafla Zinga alitoka katika hali ya mawazo. Alijiambia ilikuwa sahihi, kama asipomuua Hamza wao ndio watakufa. Sasa kuna msaada gani? Basi Regina akaambiwa kwamba msichana usiyefundwa, yani unataka kuniharibia mpango wangu, si ndio? Kama unataka kujiua basi jiue,
Leo hii lazima niue hiki kiumbe cha shetani. Regina aliposikia hivyo alijikuta kibung'aa. Mpaka hapo hakujua tena cha kufanya. Hamza upande wake ni kama alitegemea hilo. Mara moja alisimama, akatumia mkono wake kumshika Regina kichwa. Kisha Hamza akasema kwamba, "Hey mrembo, hebu rudi nyuma kwanza, niamini sawa?" Aliongea Hamza akimwangalia Regina. Regina mara baada ya kuona macho ya Hamza anavyomwangalia, ingawa alikuwa na wasiwasi, alishia kutingisha kichwa na haraka akakimbia kurudi nyuma. Ni muda huo huo Zinga alitengeneza tena mkandamizo wa nishati kwenye mkono wake, akionekana kabisa kutumia wasa huo kumalizana na maadui wote. Hamza naye pale pale alivuta pumzi ndefu, ingawa nafsi bado ilimkataza. Hakutaka kujali sana na kuona kwamba angalau na yeye anapaswa kutoa karata yake muhimu. Aliona hata karata yake hiyo ya ushindi ikionekana kwa wazee wa uungu wa kale hawana kitu cha kufanya kama tu atakuwa ameshinda kwanza pambano. Sasa ule mnunurisho wa rangi ya dhahabu uliamka tena kwenye macho ya Hamza. Aliinua kichwa chake juu na pale pale nguvu yake ya kusudi iliamka upya kwa namna ya upekee na kuanza kumvamia Hamza. Hamza mara baada ya kunguruma kwa nguvu, akisema kwamba nguvu ya kusudi sio piungo wa mwili wa vazi la silaha. Ghafla dhoruba ya nishati ililipuka kutoka ndani ya mwili wake na kusambaratisha barafu iliyokuwa imemzingira. Ilikuwa ni kama eneo hilo limekumbwa na tetemeko la ardhi, kwani kila mtu alianza kutingishika kwa nguvu, huku sasa mioyo ikienda mbio. Hata wazee wa uungu wa kale waliokuwa wakishuhudia pambano hilo walishindwa kujizuia. Macho yao yalitoka huku sasa wakiachama kwa mshangao mkubwa, na mili yao pia ikawasaliti na kuanza kutetemeka. Ilikuwa ni mara ya pili Hamza anatumia mbinu hiyo ya kupitia mgawanyiko mara mbili zaidi na kugawanya nguvu yake ya kusudi. Ukitoa tofauti na mara ya kwanza wakati alipoitumia kupigana na Sali, muda huo mwili wa Hamza ulikuwa umeimarika sana na nguvu zake pia zilikuwa zimeongezeka na kufanya nguvu hiyo ya kusudi kuwa kubwa zaidi. Sasa ukali wa nguvu hiyo ya kusudi ulifanya misuli yake yote, vituo vyake vyote vya nishati za kimwili na kila mfupa kwenye mwili wa Hamza kuvagazi. Hata hivyo, kulinganisha na mwanzo, awamu hiyo Hamza hakupata maumivu makali. Kwa ufupi, kugawanyika kwa zaidi ya mara mbili. Kila alipoifikia hatua hiyo, alijikuta akijihisi kuwa katika hali ya jaribu. Hata hivyo, kwa mpiganaji yoyote akishaonja nguvu kubwa ya namna hiyo, hata kama iwe na athari kwake, lazima atumie, kwa sababu nguvu kwa wapiganaji ni uraibu. Na hiyo ndio maana tangu aweze kupata uelewa wa nguvu ya kusudi, siku zote alikuwa na shauku kubwa sana ya kuelewa zaidi ufunuo wa kisilaha. Mwanzoni Hamza alijua kutumia silaha ilikuwa ni kama kipaji tu, lakini muda huo alikuwa na uraibu kamili. Nguvu ya kusudi iliyokuwa kubwa mara nyingi zaidi ya ile ya mwanzo ilionekana ndani na nje ya mwili wake. Maumivu ya majeraha yake yalikwisha kupotea mara moja. Hamza alihisi ni kama amepokea uhai mpya, kwani hakuhisi maumivu kabisa. Hata kwenye mbavu zake zilizokuwa zimevunjika hakuhisi maumivu. Muda huo kwenye macho ya Hamza, ukungu wa miale ya mwanga wa dhahabu ulikuwa uking'aa kama vile macho yake yalikuwa yakiungua na kufanya aonekane kama kiumbe cha kutisha kilicho tayari kumeza kila mtu aliyekuwa mbele yake. Zinga aliyekuwa ametengeneza mkandamizo wa nishati kwa ajili ya kushambulia, mara baada ya kuhisi msisimko huo wa nguvu ya kusudi, alijikuta bila kupenda akirudi nyuma kwa hatua kadhaa. Mara baada ya kuangalia mwili wa Hamza, baada ya barafu yote kuyeyuka mwilini mwake, macho ya mshangao yalimtoka. Pale pale aliweza kuona Hamza akiwa amefunikwa na kivuli kizito cha rangi ya dhahabu kilichozunguka mwili wake. Ilikuwa wazi nguvu yake ya kusudi imejidhihirisha katika hali ya kimwili. Kivuli cha nguvu ya kusudi kilikuwa kimemfunika Hamza mwili mzima, ukitofautisha na mwanzo. Awamu hiyo kivuli hicho kilikuwa na urefu wa zaidi ya mita 20. Ni kama vile urefu wa Hamza umeongezeka mara mbili na kuwa jitu. Hamza mara baada ya kugeuza uso wake, kivuli kile pia kiligeuka katika hali ya kulandana kabisa na mijongeo yake yote. Alafu kicho shangaza zaidi watu ni kwamba baada ya kivuli hicho cha nguvu ya kusudi kutokea, ile safu yote ya mto wa kiapo ilianza kukosa nguvu. Ile miale ya upinde wa rangi ya bluu iliyojikusanya pande zote yenyewe pia ilianza kufifia. Ilikuwa wazi kwamba kutokana na kuamka kwa kivuli hicho cha nguvu ya kusudi kilitengeneza presha kubwa iliyofanya nguvu ya kiroho ya safu ile kushindwa kuhimili. Basi wazee wa uungu wa kale walijikuta wakiwa katika hali ya kuchanganyikiwa.
Hawakuwahi kuona nguvu ya kusudi ikijigeuza na kuwa katika hali ya kivuli kama hivyo. Ni jambo lililopita kabisa maarifa yao. Hasa Regina na wanawake wengine akiwemo Genduleza walijikuta mioyo yao ikiwaenda mbio. Walianza kuhisi hali ya kimazingira ikipata joto. Muda huo waliona ni kama nguvu ile ya Safu ilikuwa dhaifu mbele ya nguvu za Hamza. Hemidu alihisi kabisa hakuwa akimtambua Hamza tena. Wakati macho yake yote yakiwa yameangalia kivuli hicho cha nguvu ya kusudi, basi wazee wangu wakale wajikuta wakiwa katika hali ya kutokuamini. Na Hemidu mwenyewe alisema ya kwamba huyu kweli ni bosi wangu. Mbona bosi nimjuae mimi ni mtu wa kawaida kuliko hivi? Kwa hiyo wazee wa uungu wakale wajikuta wakiwa katika hali ya kutokuamini, na waligundua muda huo walikuwa wamepiga mahesabu yasiyo sahihi juu ya matokeo ya vita hiyo. Sasa ni sekunde chache zilizopita wote walidhani Hamza amekwisha kushindwa vita na Wahinde na wanakwenda kujipatia ushindi, lakini kumbe Hamza alikuwa akiwachora tu na hakuwa akitumia uwezo wake wote. Hamza aliyekuwa amefunikwa na kivuli chake mwenyewe alionekana kuangalia wazee hao kwa namna ya kuwadharau. Ni kama kupitia kivuli kile anawaambia wazee hao ni wajinga sana. Asabihu akasema kwamba kumbe nguvu ya kusudi inaweza ikabadilika na kuwa katika hali ya namna hii. Sogole akasema nani anajua sasa. Nadhani hii ndio maana halisi ya maajabu ya nguvu ya kusudi. Tunaweza kuwa tumeona watu wanaotumia nguvu ya kusudi, lakini haimaanishi uwezo wao ndio ulikuwa mwisho wa nguvu yake. Jumbe akajibu ya kwamba jamani, hapa inaonekana tokea mwanzo wa mpango mpaka kufikia hatua hii, huyu dogo alikuwa akijua ushindi ni wake. Ingawa ni mdogo, lakini uwezo wake wa kutega watu umepita viwango. Maana alikuwa akificha uwezo wake ili sisi tusiujue bana. Sogole akajibu ya kwamba na kuna uwezekano huu sio uwezo wake wote. Aliongea Sogole tena akiona muonekano mzito. Wazee hao wa uungu wa kale baada ya kusikia hivyo walijikuta wote wakibakia kimya. Hawakutaka hata kujaribu kufikiria zaidi kwa sababu wangejiogopesha tu bila sababu za msingi. Sasa muda huo Zinga ambaye alikuwa ndani ya Safu karibu na mwili huo wa kivuli alihisi mkandamizo uliomfanya kuanza kupaniki. Katika siku zote za uhai wake hakuwahi kuhisi uoga wa namna hiyo. Hakuwahi kabisa. Hasa pale aliamua kuweka kila kitu rehani, kisha akaamsha uwezo wake wote wa nishati na kuumba ngumi ya kipupwe. Sasa alibweka Zinga akisema kwamba kufa, lakini muda huo mbele ya kivuli hicho cha nguvu ya kusudi, ngumi ya kipupwe yake ilikuwa ni kama naweza nikasema ilikuwa ni kama vile kichanga kinachorusha miguu. Muda huo Hamza alikuwa akizifurahia hisia za nguvu yake kuongezeka kwa viwango vingine, kiasi cha kuanza kumlewesha. Hisia alizopata ndio zile hisia mtu anazokuwa nazo anapokuwa na nguvu kubwa. Athari za Safu hiyo ya kiapo hazikumwathiri tena. Barafu ile iliyokuwa imemzingira mwanzo iliyeyuka na kuwa mvuke. Sasa mara baada ya kuhisi Zinga alikuwa akimsogelea na ngumi yake, moyo ulianza kudunda kikejeli. Hamza pasipo hata kumwangalia Zinga alipo, aliishia kufyatua silaha yake chini. Kivuli kile nacho kiliigiza jambo hilo, na pale wimbi kubwa la mwanga wa rangi ya dhahabu lilitoka. Kutokana na ukubwa wa pigo hilo, Hamza kuona haja ya kumlenga kabisa adui yake. Mbele ya maelfu ya watu waliweza kushuhudia mwanga wa dhahabu ukishuka ardhini kama radi. Hata iliposikika ngurumo kubwa, walichoweza kusikia ni kama vile kuna mtu kutoka angani anapiga ngoma. Sekunde ambayo ngumi ya Zinga inakutana na nguvu ya kusudi ya Hamza iliharibiwa mara moja, huku Zinga akitoa ukelele wa jumno. Ni muda ule alijiambia hakupaswa kusogea kwa kushambulia namna hiyo. Hata hivyo uelewa huo ulikuja kwa kuchelewa, kwani hakupata hata muda wa kukwepa. Shimo kubwa lilionekana chini, eneo ambapo nguvu ya kusudi ilipiga na kurusha cheche na vumbi. Kuhusu Zinga, maiti yake hata haikubakia, kwani iligeuka vumbi na kusambaratika hewani. Muda huo kulikuwa kuna kimya kikuu. Wanaukoo wote wa Kihinde walishajichokea. Sura zao zilifubaa, huku macho yao yakijaa hali ya kukata tamaa. Hawakuweza kabisa kuamini kile kilichotokea. Mara baada ya kuamsha Safu ya mto wa kiapo, hawakuweza kuelewa kwamba Zinga ambaye walikuwa wamemchaji kwa 100% anaweza kuuawa tu kwa pigo moja. Kifo cha Simize, aliongea Hamza kwa sauti ya chini. Alivyogeuza kichwa chake, mwili wake wa kivuli pia ulifuatisha. Macho yake yote yalitua kwa wazee wengine wa Kihindi waliobakia. Sasa kutokana na kifo cha Zinga,
Safu ile ya kiapo na yenyewe ilikwisha kuharibika muda mrefu tu. Miale yote ya mwanga ilikwisha kupotea, na hata yale mawe ya fuele ambayo wazee wale waliishikilia yalipoteza miale yake. Isitoshe, mawe hayo pia yalikuwa yamenyonya kiasi kikubwa cha nguvu zao za nishati, hivyo karibu wote walikuwa na sura zilizofubaa. Hamza alishia kutoa mguno wa dharau tu. Alijiambia, kama watu hao walikuwa na lengo la kuua familia yake, kwa nini aonyeshe huruma? Alijiambia hakuna msamaha kwa yote. Basi kutokana na safu ile kuharibika, silaha zake zilizokuwa zimezagaa nazo zilipata uhai wake. Afu kubwa zaidi, kutokana na Hamza kugawanyika mara mbili zaidi, nguvu yake ya kusudi iliimarika, hivyo uyari wa silaha hizo uliongezeka. Kwa kitendo cha kufikiri tu, silaha zile zote zilijikusanya na kisha zikatengeneza maumbo 8 ya kisilaha kwa mara nyingine, huku yote yakitoa msisimko wa juu wa dhamira ya kifo. Asa Hamza hakutaka kujisumbua kutumia mwili wake wa vazi la silaha kudili na wazee hao wa kale, hivyo alituma maumbo yale ya silaha na kuanza kuwashambulia kwa kuua. Wengi wa wazee hao walikuwa ndio kwanza wapo katika levu ya uamsho. Sasa wangewezaje kupambana na maumbo ya silaha ya Hamza baada ya nguvu yake ya kusudi kujigawanya zaidi? Mbele ya maumbo hayo ya silaha ya Hamza, nguvu za wazee hao zilikuwa ni kama karatasi mbele ya moto. Kwa hatua chache tu walikuwa wameshazungukwa na kuanza kuuawa na kusababisha damu nyingi kusambaa kila mahali. Sasa mara baada ya watu wa bondeni kushuhudia wazee wa uungu wa kale wakidondoka mmoja baada ya mwingine, walitoa kelele za shangwe, huku sasa wakimwangalia Hamza ambaye alikuwa kama giant. Wote walitamani kushuka chini na kuanza kumsujudia. Kila mtu alishusha pumzi ya weni. Mpaka hapo matokeo ya vita yalikwisha kupatikana, kwa kuweza kuona uwezo mkubwa wa mwamba Hamza usiofikirika. Hali za kujivunia ziliwajaa warembo wake na ndugu zake. Sasa kilichoamua matokeo ya pambano hilo ni mbinu zenyewe. Kwa uwezo waliokuwa nao wazee hao waungu wa kale, walikuwa kama visiki vya kale kwenye shamba ambavyo vilihitaji mtu wa kuvichimba na kuvisafisha, na mtu huyo kwa bahati nzuri au mbaya akawa ni Hamza. Kwa lugha nyepesi, wazee hao walistahili kufa muda mrefu tu, na kitendo cha Hamza kuwaua ni sawa na kufagia takataka. Sasa kivuli kile cha nguvu ya kusudi hatimaye kiligeuka upande mwingine na kuangalia wazee wengine waungu wa kale waliokuwa mita kadhaa mbali. Sura za wazee hao wa kale ziliishia kufubaa mara baada ya kuona wanaangaliwa na macho ya nguvu ya kusudi. Bila shaka kama wataalamu na wazee wa kale wasingeonyesha ishara za woga, hata hivyo walikuwa katika hali ya kujihadhari ndani ya mioyo yao. Muda huo watu wote waliangalia uelekeo wa Hamza na wote wakaangalia wazee hao waungu wa kale. Mwanzoni walidhani kwa msisimko waliokuwa wakisambaziwa, msisimko ambao walikuwa wakisambazia wazee hao, hakuna mwingine anaweza kuwasambaza, lakini mara baada ya Hamza kuonyesha kiasi cha uwezo wake, msisimko waliohisi ulikuwa tofauti sana na ule wa wazee hao wa kale. Asenye wazee, kama mnataka kupigana harakisheni, nataka kuondoka mimi. Ingawa sauti ya Hamza ilikuwa ya kawaida sana, maneno yake yalisikika kama vile ni kengele ya zamu kutoka kuzimu. Haikuwa kwa Wahinde ama watu wa bondeni pekee. Kila mtu alishangaa mara baada ya Hamza kutamka maneno hayo. Walijiuliza, Hamza bado tu anataka kupigana na wazee hao wote waungu wa kale? Alafu tatizo ni kwamba wazee hao waungu wa kale hawakuwa na hali za uadui na Hamza, ila kauli ya Hamza ilikuwa kama kutaka kutafuta ugomvi. Sasa kauli hiyo, kama Hamza hakuwa kichaa, basi pengine ni kwa sababu alikuwa na kujiamini kwamba anaweza kuwatwanga wazee hao. Sogole uso wake ulikuwa umejaa ukauzu, huku midomo ikimcheza. Ilionekana wazi maneno ya Hamza yamemkasirisha. Ile tu alipotaka kupiga hatua kusogea, mara alishikwa mkono na Jumbe. Jumbe akasema kwamba bro, acha kurupuka. Aliongea Jumbe huku sasa akimpa macho ya ishara. Mara baada ya kuona ishara hiyo ya macho, pale pale alionekana kufikiria zaidi na nafsi yake aliituliza na kuishia kumwangalia tu Hamza kwa sekunde kadhaa, kisha pale pale alipotea. Jumbe alishia kucheka tu kwa namna ya kujibaragusha tu, huku sasa akionyesha ishara ya urafiki. Basi Jumbe akasema kwamba kaka mdogo Hamza, leo kwa mara ya kwanza nimepata uzoefu wa kipekee juu ya nguvu ya kusudi. Sisi wa familia Chui hatutaki ugomvi wote na wewe, kwa hiyo naomba niage na kuondoka. Asa mara baada ya Jumbe kuongea vile, pale pale alionyesha heshima yake kwa wazee wenzake, na ghafla tu mwanga wa ajabu ulimfunika na kupotea. Wote wawili, yeye na Sogole, walikuwa na spidi kubwa. Ilionekana wazi walikuwa wamerithi mbio.
ndio maana wakajiita ukoo wa chui. Hata hivyo, kauli ya Jumbe kumuita Hamza kaka mdogo ilikuwa ni kauli ya kumheshimu Hamza. Ni sawa na kumuita mtu mheshimiwa. Haijalishi mtu ana umri kiasi gani, lakini siku zote mwenye nguvu ndiye huheshimiwa licha ya umri. Hasina alimwangalia Hamza, kisha akageuza macho yake na kumwangalia Priscilla. Ndipo akaongea akasema kwamba Hamza, kwa jina naitwa Hasina Nufra Karume. Nadhani utakuwa unajua ni uko gani natokea. Nilikuwa nikijiuliza kwa nini ule mtoto Sulea anaonekana kukupenda sana. Nadhani leo nimejua kwa nini. Ujio wangu hapa ni kutokana na maagizo ya familia kuja kuangalia na kutoa taarifa. Mimi sikuwa na nia nyingine tofauti na hiyo. Kama ikitokea bahati mbeleni, nadhani tutaongea kwa urafiki. Sasa mara baada ya Hasina kuongea hivyo, mwili wake ulifunikwa na moto, na ghafla tu baada ya mbawa za ajabu kuonekana mgongoni akapotea. Ziwa alishia kukunja midomo yake kwa namna ya kejeli, huku sasa akiwaangalia wazee wengine waliobakia. Ziwa akasema kwamba sasa mnaangalia nini tena? Kisha kibabe imekwisha bwana. Sasa ni muda wa kuondoka huu. Biu na Mbezi walishia kutoa kicheko tu. Kisha wakampungia Hamza mkono na wakaungana na mrembo Ziwa nao wakapotea. Muda huo waliobakia walikuwa ni Kilindima na Ngwalundi. Mara baada ya kuona wengine wameondoka, yule Ngwalundi, mtu asiyependa kuongea, alionyesha ishara ya kumwaga Hamza na kujiandaa kuondoka. Asa upande wa Kilindima, mara baada ya kuona Ngwalundi anataka kuondoka, alimsogelea na kumkaba shingoni huku akicheka kimatani. Akasema kwamba mshirikina, hatujaonana muda mrefu bwana. Unaonaje ukinisindikiza kwenda saluni nikapunguza haya manywele bwana, huku tukipiga story? Ngwalundi alishia kuonyesha ishara ya kumsikiliza bwana huyo. Hata hivyo alishia kutingisha kichwa tu, na wote wawili hawakutumia uwezo wao nishati. Badala yake walitembea kawaida tu na kupotelea kwenye mbuga. Hamza mara baada ya kuona wazee hao wote wakale wamekwisha kuondoka, hatimaye aliondoa hali yake ya kugawanyika na kurudi kawaida. Sasa mara baada ya pambano kuisha, kilichobakia ni majeraha makubwa na madoa ya damu, lakini watu wa ukoo wa Kihinde walihisi vita hiyo ni kama imechukua karne. Ni kama hawakuamini kwamba wazee wa ungu wa kale wa familia yao waliokuwa mafichoni kwa muda mrefu, mara tu baada ya kutoka waliuawa vitani, na tena muuaji wao akiwa ni mtu wa kawaida sana. Watu hao wa ukoo waliona ni ngumu kukubali, lakini bado wasingeweza kupingana na uhalisia. Maelfu ya wanachama wa familia ya Kihinde wakiongozwa na Junsa na wazee wengine wa ukoo, wote walimwangalia Hamza kwa majonzi, hasira na woga. Regina na wasichana wengine pamoja na watu kutoka bondeni walitembea na kusimama mbele mmoja baada ya mwingine, na wote walikuwa nyuma ya Hamza. Muonekano wao ulikuwa na utofauti kwa namna walivyokuja. Sasa muda huo kila mtu alikuwa akisubiri maamuzi ya Hamza. Hamza mara baada ya kufikiria kwa muda, pale pale akasema ya kwamba tawi la familia kuu ya Kihinde na wazee wote wasogee mbele. Aliongea Hamza. Mara baada ya kauli hiyo kusikika, Junsa na wazee wakuu wa familia walijawa na hali zisizoeleweka nyusoni, wakionekana kusita kutii maneno ya Hamza au kuyapuuza. Hamza akasema kwamba siku zote lazima deni lilipwe. Familia yenu imedhalilisha familia yangu na mke wangu. Njia pekee ya kulimaliza hili ni kukubali matokeo ya matendo yenu. Hata hivyo, mimi sio kichaa wa kuua watu wasio na hatia. Najua fika waliofanya maamuzi ya kumkosea mke wangu na familia ni wanachama wa tawi la familia kuu pamoja na wazee wako. Sasa kama hawa watu watakataa kuwajibika, basi sitojali kama nitaua mtu asiye sahihi. Mara baada ya Hamza kuongea hivyo, aliamrisha yale maumbo ya silaha kuchanguka mara moja na kufanya maelfu ya silaha kusambaa angani na kuwazingira wanafamilia wote wa Kihinde. Wanafamilia hao walijawa na hofu kubwa, wakashindwa kuzuia hisia zao na kuanza kuwasukuma viongozi wa ukoo. Kati ya maelfu ya watu waliokuwepo ni watu wasiopungua 12 waliokuwa wamehusika katika maamuzi yaliyotekelezwa na Gerson. Familia nyingine hazikuwa na uelewa wote juu ya kinachotokea. Walipokea tu maagizo ya kuwasili katika ardhi ya mababu pasipo taarifa kamili. Hivyo muda huo walihisi ni kama wameonewa tu. Junsa alijua mpaka hatua hiyo asingeweza kukwepa hukumu ya Hamza. Hivyo alishia kusogea mbele. Sasa Junsa akasema kwamba Hamza, yote aliyofanya alikuwa ni kwa ajili ya familia. Ukoo wa Dosa na Wahinde wote tuna ndugu wa damu moja ya nyimfu. Mimi nipo tayari kwa yote atakayekuwa kiongozi, lakini kama ukituua sisi wote, kabila letu litapoteza nguvu.
Je, kwa mtazamo wako nadhani ni sahihi? Hamza akasema kwamba wewe mzee, unaona huna aibu kabisa ni. Kwa nini ukuongea hivyo mwanzoni? Kama yeyote anaweza kuwa kiongozi, kwa nini ukuongea hivyo mwanzoni? Alafu sitoshe, kwa nguvu ulizokuwa nazo, kifo chako ni hasara. Kabla hata sauti ya Hamza ijapotea, silaha zilizokuwa angani zilidondoka chini. Uhiari wa silaha hizo na kuwa chini ya utawala wa nguvu ya kusudi, spidi yake haikuwa kitu ambacho Junsa angeweza kukabiliana nacho. Kabla hata hajaelewa kilichofuatia, alikuwa tayari amepoteza kichwa chake. Hassan, nitaongea tena. Kama unajijua unatoka familia kuu, simama mbele. Mkiendelea kuwalinda, msije kunilaumu nikiwaua wote. Aliongea Hamza kwa sauti iliyotetemesha kadamnasi nzima. Sasa baada ya wanachama hao kuona Junsa ameuliwa kwa vipesi tu, walianza kupaniki. Walijua kabisa maneno ya Hamza hayakuwa ya utani. Kabila hilo la kifamilia lilikuwa kubwa sana kiasi kwamba wengi wao hawakufahamiana. Baadhi yao walikuwa wadogo, miaka 20 na kushuka ndo ilikuwa ni age yao. Sasa baadhi walikuwa ndio kwanza wamekuwa wazazi. Ingawa wengi hawakuwa na kinyongo na familia kuu, katika hali kama hiyo wasingekubali kupoteza maisha yao kwa makosa ya viongozi wao. Wasingekubali kabisa. Sasa hapo mmoja wa wanafamilia alianza kumnyoshia kidole mmoja wa wazee aliyekuwa amejibanza katikati ya watu. Kitendo hicho kilifuatiwa na wengine kuanza kuonyesha wanafamilia wa tawi kuu. Hasa kila aliyebainika alijaribu kukimbia na wengine hata kupiga magoti kuomba msamaha. Lakini Hamza hakuonyesha huruma yote, kwani silaha zilishuka na kukata vichwa. Regina na wengine waliishia kuangalia watu waliokuwa wamelala kwenye madimbu ya damu. Ingawa hawakujisikia vizuri juu ya jambo hilo, hakuna aliyezuia. Afistoshe walifahamu kuwa kama watu hao wasingeuliwa, wangegeuka kuwa tatizo baadaye. Sasa baada ya watu hao kutulia na kutaja wenzao wa familia kuu, hatimaye wote walikuwa wamekwisha. Hamza aligeuza uso wake na kumwangalia mwanamke wa makamu aliyekuwa amesimama katikati kabisa ya kadamnasi ya watu, akiwa amezungukwa kana kwamba anaogopwa. Sasa Hamza alimwangalia mwanamke huyo aliyevaa nguo zilizochakaa sana. Naona wewe upo kwenye hatua ya uamsho wa uungu wa nafsi, na kama sikosei, utakuwa sehemu ya wazee wa uungu wa kale waliotoka mafichoni. Kwa nini wenzako walipotoka kuunda safu ya kiapo kwa ajili ya kupigana, wewe haukutoka? Hamza alikuwa amekwisha kumuona mwanamama huyo muda mrefu tu, lakini hakufanya jaribio lolote la kumshambulia. Muda huo mwanamama huyo alikuwa na muonekano kama hakujali vifo vya ndugu zake. Wakati Zinga akiwaita wazee wenzake kuungana kuunda safu ya mtu wa kiapo, yeye pekee ndiye ambaye hakujumuika nao. Kwa ufupi, alikuwa mzee pekee wa uungu wa kale wa familia Kihinda aliyebakia hai. Sasa yule mwanamke alipiga hatua, akasogea mbele, akaonyesha heshima yake, kisha kwa upole kabisa akasema ya kwamba kwa majina naitwa Mwaluli. Mimi ni sehemu ya familia kuu ya Wahinde. Mheshimiwa, unaweza usifahamu hili, lakini safu ya kiapo cha moto wa ahadi inahitaji mhusika awe na jiwe la kiama ili kuweza kushiriki. Lakini mimi ni mwanamke na kimila siruhusiwi kumiliki jiwe hilo licha ya ukuu wangu wa kifamilia. Hivyo nisingeweza kushiriki kwenye kuunda safu. Mara baada ya Mwaluli kumuita Hamza Mister, ilionekana wazi kuwa alikuwa amejisalimisha. Asa Wahinde wenzake hawakumcheka. Licha ya kuwa mzee, asingeweza kuupa kipaumbele masalani mbele ya mtu kama Hamza. Jiwe la kiama, msikilizaji, Hamza alibaki anajiuliza kuhusiana hilo jiwe la kiama. Kwa hiyo hayo mawe ndio huitwa hivyo kwenye familia hii. Sasa hapo ndipo Hamza alikumbuka alivyozungumza na Robi Muhinde, ambaye alimwambia kuwa mawe hayo kwa baadhi ya familia yalikuwa ya daraja la chini na yalisaidia kuamsha uwezo wa nishati. Hivyo Hamza aliweza kuona kuwa kulikuwa na mawe ya ubora wa juu na yale ya ubora wa chini, na pia kulikuwa na uwezekano hayakuwa mengi sana. Lakini ilionekana wazi kwamba Mwaluli alichukia ukweli kwamba kama mwanamke alikatazwa kumiliki jiwe hilo. Huenda ndio maana hakuwa na huzuni kuona wazee hao wa kiume wa uungu wa kale wakifa. Hata hivyo, kutokana na vifo vya wazee wenzake wa kale, hadhi yake ilipanda kwa haraka sana. Afistoshe bado angechukuliwa kama sehemu ya mabibi wa familia. Zaidi ya yote, hakuwa sehemu ya tawi kuu la familia, hivyo asingewajibika kwa makosa ya familia kuu. Kwa kufikiria hilo, ndio maana alikuwa katika hali ya utulivu mkubwa sana. Hasa Reji akasema kwamba Habi, kwa sababu bibi Mwaluli hakukushambulia, unaonaje ukimwacha tu? Hamza alishia kumwangalia mke wake, kwa maana
na wote kwa pamoja waliangaliana na wakaonekana kuelewana juu ya jambo hilo. Regina alielewa kwamba kama anataka kuifanya familia hiyo iwe chini yake na kuitawala, anahitaji msaada wa Mwaluli. Hivyo alikuwa na manufaa zaidi akiwa hai kuliko akifa. Sasa Hamza naye alijua alikuwa na deni kubwa kwa Regina kwa kuua watu ambao alikuwa nao katika ushirika wa damu. Hata hivyo, Hamza alijifanya kana kwamba hakukubaliana na mawazo hayo, akijiona ni kama anajaribu kuwa muungwana. Basi sawa, kwa sababu ni sehemu ya mababu wa familia na hakunishambulia kama mke wangu ulivyoomba, nitamwacha hai. Asante mume wangu, alimwambia Regina huku sasa akimumwesa lipsi zake. Mwaluli alikuwa na uwezo mkubwa sana wa akili, pengine kuwazidi hata wazee wenzake wa kale. Hivyo kuona namna Regina na Hamza walivyoongea, alijua wazi walikuwa wanamuigizia, ila kulikuwa na jambo ililotaka kutoka kwake. Sasa Mwaluli akasema kwamba asante sana mkuu wa familia Regina kwa kuniombea msamaha. Mimi Mwaluli nitafanya kazi yangu kuhakikisha kwamba unaongoza vyema kabila lote la uzao wa Nyemfu. Msikilizaji, faida ya yeye kuwa mwanamke ni kwamba hata kama angeamua kujisalimisha, asingedharauliwa kama angekuwa mwanaume. Mara baada ya Wahinde kuona Mwaluli, bibi wa mabibi zao, amejisalimisha kwa Regina kama mkuu wa familia, nao mara moja alisogea mbele na kisha akapiga magoti chini kutoa heshima zao. Hata wale waliokuwa na mioyo ambao ni migumu bado hawakuthubutu kusalia nyuma. Wote pia walimkubali Regina kama kiongozi mkuu wa familia. Hata hivyo, siku zote kuna wale wafia imani. Hata baada ya wengi kupiga magoti kumkubali Regina kama kiongozi, kulikuwa na baadhi ya waliobaki wamesimama, tena akimwangalia Regina kwa kejeli. Yaani ilikuwa ni kana kwamba walitoa taarifa kuwa wako tayari kufa, lakini si kumkubali Regina kama kiongozi wao. Wife, kazi yangu imeisha ise. Kuanzia sasa wewe una mamlaka ya kuamua juu ya watu waliosimama. Unadhani ni hatua gani nichukue dhidi yao? Aliuliza Hamza akiwatazama waliokuwa wamesimama. Regina alionekana kufikiria kwa muda, kisha pale pale akageuza kichwa na kuita Jolly. Alimuita Jolly aje, akasema Jolly, njoo hapa. Yule kasa aliyekuwa amelala kivivu kando ya miguu ya Chinga, mara tu aliposikia sauti ya Regina, alisimama na kuanza kutembea kwa kasi kuelekea alipo Regina. Hata hivyo, kobe ni kobe tu, licha ya kuonekana kujitahidi, mwendo wake ulikuwa ni wa taratibu. Regina alishia kukosa jinsi, huku sasa akitikisa kichwa chake. Pale pale alisogea akamnyanyua kobe wake na kumshika mkononi. Familia yote ilimwangalia kasa huyo. Walikuwa wamesikia kwamba kulikuwa na kasa aliyekuwa ameamsha damu yake na kuwa ishara ya urithi wa damu yao. Asa Regina mara baada ya kumkalisha kasa ule mbele ya Wahindi hao, alinyosha mkono wake, kisha kwa kufumba na kufumbua, donge la barafu likaonekana mkononi mwake. Baada ya kufanya hivyo, alimgeukia kasa na kusema kwamba Jolly liongezea ukubwa. Mara moja tu, kana kwamba kasa yule alielewa, alipanua mdomo wake na kuanza kutema hewa ya baridi ikilenga mkono wa Regina. Punde tu lile donge la barafu mkononi mwa Regina likaongezeka ukubwa na kufikia saizi ya mpira wa miguu. Hasa Mwaluli na wengine walishangazwa na jambo lile. Hawakuwahi kuona kasa mwenye uwezo huo hapo kabla. Walitambua wazi kuwa huyo hakuwa kasa wa kawaida. Najua kwamba mimi bado ni mdogo na sina vigezo vya kutosha, na sababu ya kusimama hapa leo hii ni kutokana na mume wangu. Yote hayo nayakubali. Hata hivyo, licha umri wangu mdogo na uwezo wangu kuwa mdogo, bado najivunia nicho nacho. Kama mlivyoona, nimeweza kutembea kwenda mbele na kurudi ndani ya safu ya kiapo cha mto. Pia nimebahatika kufuga kasa ambaye amekuwa ishara ya uamko wa damu ya urithi wetu. Kwa uwezo wa nguvu ya damu yangu, nimeweza kufungua kitabu kisicho na maandishi. Naomba kuuliza, je, mkuu wa familia aliyepita Bwana Junsa alikuwa na uwezo wa kuyafanya haya yote? Mara baada ya kusikia hayo, wanafamilia waliishia kubaki kimya. Ilikuwa kweli kwamba vigezo vya Regina vilikuwa vikubwa zaidi ya vile vya Junsa. Kuwa na kasa wa ishara ya urithi wao, kuweza kusoma kitabu kisicho na maandishi na kuweza kutembea ndani ya safu ya mto wa kiapo ni mambo ambayo mwanafamilia kwa kawaida hawezi kufanya. Hasa kwa matendo hayo, hakika asili ya Regina ilikuwa thabiti na alistahili nafasi hiyo. Kwa sasa kigezo pekee ninachokosa kuwa kiongozi wa familia ni uwezo wangu wa kinishati, lakini mkinipa muda uwezo huo utaimarika. Alafu kingine tofauti ni kwamba mimi ni wa ukoo wa Dosa, lakini mama yangu mzazi ni wa familia Wahinde. Hivyo kwa damu yangu mimi ni nusu Muhinde, nusu Mdosa.
Mara baada ya Regina kusema maneno hayo, si tu kwamba watu wale walishangaa, bali hata Mwaluli naye alishtuka na kumwangalia Regina kwa mshangao. Basi alisema ya kwamba huyu hapa ni babu yangu ambaye anaitwa Abbas Muhinde, ingawa ni mzee tu kutoka kijiji cha kawaida katika kabila la Wahinde, hakuna shaka kuwa ni sehemu ya ukoo wa Wahinde. Alongevu Regina. Sasa kwa maneno hayo, wanafamilia wengi wa Kihinde walionyesha mshangao na kuelewa. Ilionekana wengi wao hawakuwa wanajua asili ya Regina. Kwangu mimi haijalishi wewe ni Muhinde au Mdosa, wote ni ndugu wa familia za wazazi wangu. Tangu mwanzo sikuwa na nia yoyote ya kuwa na uadui na Wahinde, kwa sababu sikuwa na haja ya kuwa na uadui na ndugu wa mama yangu. Sasa mara baada ya wakabila hao kusikia maneno hayo, walitikisa vichwa. Ni wakati huo walitambua kuwa kutokana na tamaa za juu sana wanafamilia wengine walipuuza ukweli wa asili ya Regina na uwezo wake, jambo lililopelekea maafa kwa familia nzima. Sasa Bibi Mwaluli akasema ya kwamba Regina Dosam, tunakukubali kama kiongozi wetu mkuu wa kifamilia. Kuanzia sasa tuko tayari kukupa msaada katika kuinua upya ukuu wa urithi wetu wa damu ya nyimfu. Basi mara baada ya wanakabila waliosimama kusikia maneno ya Mwaluli, walishia kulaani ndani kwa ndani, wakimwona bibi wa mabibi zao akigeuka chawa wa ghafla sana. Hata hivyo, hali hiyo ikawafanya nao kuishia kukubali na kupiga magoti. Hata hivyo, kulikuwa na hali isiyoelezeka katika nyuso za mkuu Mfue na wengine. Kundi hilo lilihisi kwamba kinachoendelea hapo ni sawa na kugawana nusu kwa nusu hazina ya kifamilia, ili hali hapo mwanzo ilikuwa mali yao. Sasa mzee Mfue akaambiwa kwamba mkuu wa wazee wa familia Dosa, tafadhali sogea mbele. Mzee Mfue mara baada ya kusikia kauli hiyo alishia kushtuka, kisha mara moja akatikisa kichwa chake na kusogea mbele. Akasema kwamba mtawala na mkuu wa familia, una maagizo gani kwangu? Huyu hapa ni mkuu wa wazee Mfue Dosa. Amekuwa na mchango mkubwa wa kurudi kwangu kwenye familia na kunitambulisha kwa mababu zangu. Ndiye mzee ninayemwamini sana kwa sasa. Kuanzia sasa namteua mzee Mfue kuwa mkuu wa wazee wa muungano wa familia zote za Dosa na Wahinde na kuchukua jukumu la ujenzi mpya wa familia yetu ya kikabila. Mara baada ya mzee Mfue kusikia hivyo, ingawa alikuwa katika mshtuko na furaha kwa wakati mmoja moyoni, aliongea kwa kugwaya akasema kwamba mtawala wa bonde, mimi kwa sasa tayari ni mkuu wa wazee wa bondeni na majukumu yangu ni mengi. Kuwa mzee mkuu wa muungano wa kikoo ni jukumu kubwa mno kwangu. Usijali, unaweza kugawa majukumu yako kwa wazee wengine wa bondeni na ukasimamia tu. Afistoshe, wewe mzee una busara za ungwana, hivyo katika maamuzi utaweza kutengeneza uwiano sahihi wa kimaamuzi, au unakosea? Mara baada ya watu wa bonde kusikia maneno hayo, walishikwa na furaha. Waliona kweli Regina alistahili kuwa kiongozi wao. Ikiwa Mfue angekuwa kiongozi, basi hata kama ukoo wa Dosa ulikuwa na wanafamilia wachache, wasingemezwa na Wahinde. Alafu mkuu wa wazee, tafadhali naomba usikatae. Ombi hili linatoka moyoni. Mimi mzee Mfue, kwa hakika nitakamilisha yote unayotaka. Nitaufufua upya kabila la Nyimfu na nitakutumikia. Ingawa Wahinde hawakufurahishwa sana na maamuzi hayo, hakuna aliyethubutu kupinga. Sawa, mzee wetu Mwaluli, kuna mambo mengi yanayohusiana na Wahinde ambayo hatuyafahamu. Katika safari ya kuamsha upya nguvu ya familia, tafadhali shiriki katika baraza la wazee kama kaimu wa heshima. Mara baada ya Mwaluli kusikia hivyo, alishindwa kuelewa, akauliza kwamba mkuu wa familia, naweza kujua maana ya kaimu wa heshima? Mimi sitaweza kuhusika moja kwa moja kwenye uongozi wa familia. Nitaishia kutoa ushauri wa kimaamuzi pekee. Kwa hilo, wewe kama kaimu wa heshima utashauriana nami kimaamuzi kabla ya utekelezaji kufanywa na mkuu wa wazee. Mara baada ya kusikia maelezo hayo, aliweza kuelewa na mara moja alikubali. Isitoshe, kilikuwa ni cheo ambacho hakikudondosha heshima ya umri wake, ambapo maana yake asingeamrishwa na mzee Mfue bali angeshauriana moja kwa moja na Regina. Upande wa watu wa bondeni hawakuonekana kujali kuhusu cheo cha Mwaluli kwa kuwa alikuwa mshauri pekee. Hata kama alikuwa na uwezo mkubwa, asingewaonea. Familia ya Wahinde pia iliridhika na nafasi hiyo. Sasa msikilizaji, mambo bado yanazidi kusonga mbele na of course wadhifa wa Regina unazidi kukua zaidi na zaidi,
Tutaendelea sasa kufahamu mengi zaidi katika sehemu inayofuatia, japo katika sehemu hii tumeshaimaliza vita na watu wamekubali moto wa Hamza. Ndoto huo ulikuwa na Lucas Lumbasi, mtayarishaji Singano JR. God with you till we meet again. Bye bye.